Waliomteka Humphrey Polepole warejea tena usiku wa manane kwa nyumba ya mamake na kumfanyia kitendo cha ajabu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Tahari mpya imezuka usiku wa Oktoba tarehe 10 mwaka huu baada ya taarifa kusambaa kwamba watu wanaodaiwa kuwa watekaji wa mwanasiasa Humphrey Polepole walionekana wakizunguka nyumbani kwa mama yake usiku wa manane. Tukio hili limezua hofu kubwa kwa familia ya Polepole na wananchi waliopokea taarifa hizo kupitia mitandao ya kijamii, likionekana kama mwendelezo wa misururu ya matukio yanayotisha ambayo yamemkumba mwanasiasa huyo. Kaka yake Humphrey Polepole alidai kwamba watu hao walionekana wakizunguka eneo la makazi ya mama yao usiku wa manane, na ni jambo liloongeza wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa familia hiyo. Kwa mujibu wa maelezo yaliyosambazwa mtandaoni, watu hao walionekana wakitembea karibu na uzio wa nyumba hiyo kwa muda mrefu, aliyowafanya majirani na familia kuwa katika taharuki kubwa. Humphrey Polepole, ambaye amekuwa kimya tangu tukio la awali la kutoweka kwake, hajatoa kauli yoyote rasmi hadi sasa. Wakati huo huo, familia yake imeendelea kutoa wito kwa vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka kuhakikisha ulinzi wa mama yao na familia nzima. Wamesema wanahofia huenda watu hao wanapanga shambulizi au wanajaribu kutumia ujumbe wa onyo na uhusiana na tukio la awali la kutekwa kwa Polepole. Mitandao ya kijamii imefurika maoni ya wananchi walioguswa na hali hiyo. Wengi wameeleza hofu na hasira, wakisema usalama wa raia haupaswi kuchezewa. Baadhi ya watumiaji wa X na Instagram wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka, huku wengine wakisema tukio hili linaonyesha udhaifu wa mifumo ya ulinzi nchini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wamesema tukio hili linaweza kuashiria mkakati mpana zaidi unaolenga wanasiasa au watu wanaohusiana nao, hasa wale wanaojulikana kwa kutoa maoni makali kuhusu masuala ya kitaifa. Wameonya kuwa ikiwa madai haya ni ya kweli, basi hatua za haraka zinahitajika ili kuepusha madhara makubwa kwa raia na familia zinazolengwa. Hali hii imeibua maswali kuhusu ni kwa nini matukio ya aina hii yanaonekana kurudia kwa familia moja. Wengi wanaamini huenda kuna ajenda ya kisiasa au ujumbe maalum unaotarajiwa kufikishwa kupitia vitisho hivyo vya moja kwa moja. Wengine wamependekeza kwamba serikali iweke timu maalum ya kiuchunguzi kushughulikia visa hivi vinavyohusisha familia ya Polepole, wakisisitiza haja ya uwazi na uadilifu katika ufuatiliaji wa kesi hiyo. Kwa sasa familia ya Polepole imeomba serikali na vyombo vya ulinzi kuhakikisha usalama wao, kuwakiahidi kutoa ushirikiano kamili katika uchunguzi unaoendelea. Wamesisitiza vilevile kuwa hali ya sasa imewafanya kuishi kwa hofu kubwa, na kwamba wanahitaji ulinzi wa kudumu hadi hali itakapojitegemea ama kutengemea. Wakati wananchi wakiendelea kufuatilia kwa karibu kinachoendelea, mamlaka za usalama zinatarajiwa kutoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo ambalo limegeuka kuwa mjadala wa kitaifa. Hii ni Kenyascope, na kwa uchambuzi wa kina matukio ya Afrika Mashariki, siasa na usalama, endelea kutazama, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na habari mpya.